الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الديار الإسلامية حبها من الإيمان وسواء كان وطنك أم لا. Nchi za Kiislamu kuzipenda ni katika iman, sawa ilikuwa ni nchi yako au si nchi yako. Kiambiwa hii ni nchi ya Kiislamu, unatakiwa uipende, na kuipenda ni katika iman, sawa ni nchi yako au si nchi yako. Wa mimma yatawajjabu kama qala Sheikh al-Qasimi rahimahullah أن يدافع المسلم عن دار الإسلام العدو الذي يحاول اغتصابها واحتلالها. katika mambo ambayo ni wajib, kama alivyosema Sheikh al-Qasimi rahimahullah, ni muislamu kuitetea nchi ya Uislamu, kuitetea na maadui ambao wanajaribu kuipora au kuitawala na kuiteka nchi hiyo. Wa an yujahida dunaha bil amwali wal anfus, apigane jihadi muislamu huyo dhidi ya maadui hao kwa mali na kwa nafsi, ihtifadhan bimali ahliha fi watanihim, kwa kuhifadhi wale watu waliomo katika nchi hiyo, fi watanihim, katika nchi yao, min iqamati sha'airi dinihim, kwa kusimamisha alama za dini yao, wa ibadati rabbihim, na kumwabudu Mola wao, wa taqallubihim fi amlakihim, na kujigeuza kwao katika ule umiliki wao, wa sauni harimihim, na kulinda yale mambo ya heshima kwao, wanawake wao kuwalinda, wa tasarrufihim fi maaishihim, pia matumizi yao katika maisha yao kuyalinda hayo, walqiyami ala tarbiyati auladihim wa dhurriyatihim ala dini rabbihim wa sunnati nabiyihim, kutekeleza malezi ya watoto wao katika dini ya Mola wao na sunna za mtume wao. Wa kullu hadha au wa kullu dhalika yuhawilu al-aduwu an yahula bainahu wa baina ulaik. Yote hayo wanajaribu maadui kuzuia baina yake na baina ya hao, fayaqli ala sharafi dinihim, ili amalize utukufu wa dini yao, wayamna ibadatihim, azuie ibada zao, wayanhabu amwalahum, apore mali zao, wa muqtanayatihim, na yale mambo walioyahodhi yale mamlaka yao, wayahtiku haramahum, na kuvunja heshima zao, wayamhu tarikha majdihim, na kufuta historia ya utukufu wao, wayufni lughatahum, na kumaliza lugha yao, wa ulumahum, na elimu zao, fi ritanihi wa awaidihi, katika kutia lugha yao, yani wamalize ile lugha ya Uislamu, watie lugha yao, wa awaidihi, na pia akhlaqi zao hao mayahudi hao maadui. Fakullu dhalika wa aktharu minhu mimma yanwihi al-aduwu al-ghasibu lilwatan tilqaa ahlihi. Yote hayo na zaidi ya hayo ni katika mambo ambayo maadui wanayanuia, maadui wale wenye kunyang'anya nchi za watu, tilqaa ahlihi, mbele ya watu wake, wanayanuia hayo yote, kuchukua mali zao, kuvunja heshima zao, kufuta historia ya utukufu wao, kumaliza lugha zao. Walidha wajaba aljihadu dunahu, kwa ni lazima kupigana jihadi dhidi ya hao maadui, liwajhi Allah, kwa uso wa Allah, wa fi sabilihi, na katika njia ya Allah. Waqala Sheikh Ibn Baz rahimahullah: alwatanu yuhabbu in kana islamiyan, nchi inapendwa ikiwa ni ya Kiislamu. Wa ala al-insan
أن يشجع على الخير في وطنه وعلى بقائه إسلاميا. ننجو kwa mtu, ni lazima kwa mtu ashajiishe mambo ya khairi katika nchi yake na kubakia kwake nchi yake islamiyan, kuwa ni ya Kiislamu. Wa an yas'a liistiqrari awlaihi wa ahlihi, na kila mtu anatakiwa ahangaike ili kupatikana utulivu wa wadhi wa pale katika nchi yake na watu wake. Wa hadha huwa alwajibu ala kulli almuslimin, na hili ni jambo la wajibu kwa waislamu wote, wahifadhi utulivu na amani na usalama wa nchi zao. ينبغي أن نجتهد في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. inatakikana tujitahidi katika kulingania kwa Allah kwa hikma na mauidha mazuri, hatta yazdada alkhairu, ili izidi khairi, wa hatta yaqilla sharru, na ili ipungue shari, wa hatta ya'dhana Allahu tabaraka wa ta'ala lana bitaghyiri, na ili Allah subhanahu wa ta'ala aruhusu kwetu mabadiliko, kama qala subhanahu inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah habadilishi hali za watu mpaka wao wenyewe wabadilishe hali za nafsi zao. قال لقد أفرزت تلك العوامل التي أسسها الحزبيون المهيجون جيلا عجيبا لا ينتمي لشيء، لا ينتمي لدين ولا ينتمي لأرض ولا ينتمي لقيمة، إنه جيل هزيل مريض. أسمع لقد أفرزت أي أفردت، limehusu sababu hizo, zimehusu sababu ambazo wamezianzilisha hawa hizbiyun wenye kuhamasisha jil umma ajiban, umma ambao la yantami li shay'in, haunasbiana na jambo lolote, la yantami li dinin, haunasbiana na dini, wala yantami li ardhin, wala haunasbiana na nchi, wala yantami li qima, wala haunasbiana na thamani yote. Innahu jilun hazilun maridhun, ni jil, ni umma ambao ni mdhaifu, ni mgonjwa. La yatamassaku biqiyamid din, haushikamani na akhlaqi za dini. Wala yatamassaku bilmawruthi, wala haushikamani na vilivyorithiwa. Hata min aladat wattaqalid, mpaka katika ada za waliopita. Wala yahrisu ala ardhin wala irdhin wala watanin wala shay, wala umma huo haufanyi pupa la kupata ardhi wala heshima, yani kulinda heshima, wala nchi wala jambo lolote, illa man rahimallahu rabbul alamin, isipokuwa wale ambao Allah amewarehemu, mola wa viumbe vyote. Illa man rahimallahu rabbul alamin. Wa kullu dhalika bisababi tahyij, yote hayo ni kwa sababu ya ule uhamasisho wao. Hatta kaannahum yaishuna fi diyari al-a'da tahta niri al-ihtilal, hata kama wao wanaishi katika nchi za maadui chini ya ubao wa kutekwa na kutawaliwa. Fashi'aruhum la budda min al-khalas, subhanallah. Fashi'aruhum, alama yao, la budda min al-khalas, lazima watu waokolewe, subhanallah. Yani hata kama watu katika usalama, watu wako katika amani, watu wanafanya ibada zao, basi alama yao hiyo, la budda min al-khalas. Asema kaifa bi ihdathi al-fawda bitadhi'i al-awtan, vipi mambo ya kuzusha fujo kwa kupoteza nchi. Innaha al-fitna, hiyo ni fitna, ya kuzusha fujo ni fitna. وقد قال شيخ الإسلام في منهاج السنة فلا بد من علم بالحق وقصد له وقدرة عليه.
lazima kuijua haki na kuikusudia haki na kuwa na uwezo wa haki hiyo. Walfitnatu tuladdu dhalik, fitna inakuwa kinyume cha hiyo haki. Walfitnatu tuladdu dhalik, fitna inakuwa kinyume cha hiyo haki. Fa innaha tamna'u ma'rifata alhaqi, kwani fitna inazuia kujua haki, au qasdahu, au inazuia kukusudia haki, au alqudrata alayhi, au kuwa na uwezo juu ya haki. Fayakunu fiha min ash-shubuhati ma yalbisu al-haqqa bil batil, kwa hupatikana ndani yake katika shubha ambapo inatatiza haki kwa batil. Hujui haki ni ipi, hujui batil ni ipi, hatta la yatamayyaza likathirin minan nas au aktharihim, ili isipambanukane hiyo haki na batil kwa watu wengi. Wayakunu fiha min al-ahwa washahawat ma yamna'u qasda al-haqqi wa iradatahu, na hupatikana kwa watu au kwa shubha hizo min al-ahwa washahawat, hupatikana katika mambo ya bid'a ma yamna'u qasda al-haqqi wa iradatahu, mambo ambayo yanazuia kukusudia haki na kuitaka hiyo haki. ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير, na hupatikana ndani yake kwa kudhihiri quwwati shari, yani nguvu za shari ambayo yanadhoofisha uwezo wa kufanya khairi. Kutokana na kudhihiri quwwati shari, nguvu za shari, ambapo hudhoofisha uwezo juu ya mambo ya khairi. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. tunamwomba Allah aturudishe sote kwenye haki kurudishwa kuzuri. قال والذين يزينون الخروج على الأئمة, wale wanaopambia kutoka katika taa ya viongozi. Wayad'una ilayhi, na wanalingania kwenye jambo hilo la kutoka katika taa ya viongozi. Hum wal kharijun fi manzilatin wahida, wao na wale makhawariji waliotoka kabisa wako katika daraja moja. Wale wanaopambia kutoka, wanaosema kwamba inafaa kutoka katika taa na kuwalingania watu, wao na hao makhawariji waliotoka kabisa wako katika daraja moja. Bal ja'alahumul ulama'ur rabbaniyun akhbatha al khawariji wa ankadahum, bali maulama urabbaniyun wamewajalia hawa maduati ndio makhawariji wa ovu sana. Kama rawa Abu Dauda fi masail Ahmad safha 71 ba'da al-200 an Abdullah ibn Muhammad rahimahullah annahu qala qa'adu al-khawariji akhbathu al-khawariji, qa'adu al-khawariji akhbathu al-khawarij. Walqa'adu jam'u qa'id, wale wanaokaa katika khawarij hawa ni wabaya zaidi kuliko makhawariji wenyewe. Qa'ad ni wale wanaokaa wakahimiza watu misikitini tu, wanaokaa wao hawendi huko kupigana vita vya kikhawarij. Wao wanahimiza watu tu, nendeni, huu ndio Uislamu, hii ndio jihadi. Wao wenyewe hawendi, wanahimiza wenzao kule wanapata shida, wao wanakaa majumbani na kula chapati zao na michuzi. Wakitoka hapo, nendeni bwana, nendeni kwenye jihadi bwana, hapa msikae nchi ya kikafiri. Hii ni nchi ya kikafiri, yeye yupo, yeye anaishi hapa, hii ni nchi ya kikafiri, haifai kukaa hapa, haifai kuishi hapa, yeye yuko hapo. Hawa ndio wanaitwa qa'adul khawarij. Hawa ni waovu zaidi kuliko hao makhawarij. وهؤلاء المحرضون على الخروج خوارج وإن لم يخرجوا يوما, hao wanaohamasisha watu kutoka katika taa ya kiongozi, hao ni makhawarij hata wasipotoka hata siku moja. والناس لا يخرجون على ولاة أمورهم إلا بتحريض من دعاتهم, watu hawezi kutoka katika taa ya viongozi wa mambo yao isipokuwa kwa mahimizo na uhamasisho wa wale maduati wao. Kama hakuna maduati wa kuhamasisha, watu wasingetoka katika taa ya viongozi, lakini wale maduati wao wanaohamasisha watu,
hawa ni waovu sana. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله القاعد من الخوارج كانوا لا يرون بالحرب بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة ويدعون إلى رأيهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه. الحافظ ابن حجر katika tahdhibu tahdhib asema alqa'du min alkhawarij, wale wanaokaa katika makhawarij, kanu la yurawna au yarawna wala yurawna, walikuwa hawaoni vita, hawaoni kuingia katika vita, bali yunkiruna ala umara'i aljawri hasaba taqa, bali wanawakanusha na kuwapinga viongozi wa dhulma kiasi cha uwezo, wayad'una ila ra'ihim, wanalingania kufuatwa rai zao, wayuzayinuna ma'a dhalika alkhuruja, na wanapambia pamoja na hayo wanapambia ile kutoka katika taa yao, wanaipamba kutoka katika taa ya viongozi, wayuhasinunahu, na wanalifanya jambo hilo ni zuri. وقال رحمه الله وهو يعد فرق الخوارج. الحافظ ابن حجر anasema tena, na huku akihisabu vikundi vya khawarij, qala wal qa'adiyya alladhina yuzayyinuna al-khuruj ala al-a'imma wala yubashiruna dhalik. Qa'adiyya ni wale ambao wanapambia kutoka katika toa ya viongozi, wala wao hawatoki, wala wao hawaingilii jambo hilo la kutoka wakenda katika hivyo vita vya jihadi wanavyodai. Wao wanakaa na kuhamasisha watu. falladhina yuhayyijuna an-nasa ala hukamihim ويزرعون الأحقاد في قلوبهم على ولاة أمورهم ويصدرون الفتاوى باستحلال ما حرم الله من ذلك باسم تغيير المنكر هم الخوارج القاعدة. wale wanaohamasisha watu kutoka katika viongozi wao, wayazrauna al-ahqada fi qulubihim, wanazalisha na kutia chuki katika nyoyo za watu, ala ulati umurihim, kwa wale viongozi wao wanawatia chuki watu ili wawachukie viongozi wao. Wayusdiruna al-fatawa, wanatoa fatwa bistihlali ma harrama Allah, kuhalalishwa damu za wale ambao Allah ameharamisha damu zao, min dhalik bismi taghyiril munkar, kwa jina la kubadilisha munkar. Humul khawarijul qaada, hao ndio makhawarij alqaada, wanaokaa bila kutoka. Wa hum akhbathu firaqil khawarij, hao ndio kikundi kibaya katika vikundi vya makhawarij, hao alqaada au alqaadiyya. Aidan إذا كان الإنسان يتكلم في هؤلاء الحكام على المنابر ويتكلم في الاجتماعات وغير ذلك، هل يكون هذا نصحا للحاكم؟ akiwa mtu anawazungumza hawa viongozi juu ya mimbar, anazungumza katika ijtimaat, mikusanyiko ya Waislamu wa ghairi dhalik na mengineo, je, huyu anakuwa ni mwenye kumnasihi hakim? Mtu yuko hapa Kenya, halafu anamsema dhidi ya mfalme, na mfalme na kiongozi hayupo pale. Hii ni kumpa nasaha au kumkashifu? Kama anataka kumpa nasaha, ende huko azungumze naye, yeye ana kwa ana, kwa siri, ampe nasaha, au usifanye dhulma, usifanye kadha, imekatazwa katika Uislamu. Lakini kuja kusema huku na kiongozi yuko mamlaka, hii si nasaha, ni kashfa. Yani idha ihtajja muhtajjun wa qala qa'il hiya kalimatu haqqin 'inda sultanin jair, akitoa hoja mtu na akasema kwamba hayo ni maneno ya haki mbele ya mfalme dhalim, wa yaqulu kalimata haqqihi fi zuqaqin ala minbarin bizawiyatin biqarya, maneno hayo ya haki anayoyadai anasema vichochoroni, anasema juu ya mimbar, anasema katika zawiya, anasema katika qarya, kijiji. Fa idha sami'a hissan tara
ويقمص كما يقمص الحمار. Akisikia tu mlio wote tara, huruka na kukimbia. Mlio wote wa kukemewa, atara, kukimbia. Wayaqmusu kama yaqmusu alhimaru, na hukimbia kwa miguu yake kama punda vile anavyokimbia. Huyo mtu anayezungumza juu ya mimbar akitishwa kidogo tu mbio. Qila ya hadha inda sultanin jairin fa aina al-indiyah. Wasema maneno hayo ni maneno ya haki mbele ya sultan dhalim. Uko wapi huo umbele wa sultani? Kwani yuko hapa huyo kiongozi? Waljawabu la indiyah wa inma huwa al-inad faqat. Hakuna inda sultanin jair, isipokuwa hiyo ni inadi tu wanaoifanya hao makhawarij, wakashifu na kuwatusi viongozi na kutaja aibu za viongozi katika manabir. وقد ذكر هلال بن أبي حميد عن ابن عكيم قال لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. sisaidii dhidi ya damu ya kumwagwa damu ya khalifa milele baada ya Uthman. la u'inu ala dami khalifatin abadan ba'da Uthman, sitasaidia dhidi ya kumwagwa damu ya khalifa yoyote milele baada ya Uthman. Faqila lahu ya aba Ma'bad awa a'anta ala damihi, je wewe ulisaidia kumwagwa damu ya Uthman? Qala inni a'uddu dhikra masawihi aunan ala damihi, mimi nahisabu ili kutaja maovu yake huyo khalifa, huyo kiongozi, ni msaada wa kumwagwa damu yake. Inni a'uddu dhikra masawihi aunan ala damihi, mimi nahisabu ile kutaja maovu yake huyo kiongozi ni kusaidia kumwagwa damu yake. Ikiwa mtu anataja maovu yake, anataja aibu za kiongozi, kiongozi huyu mwizi, mfalme huyu, rais huyu sijini kadha, rais huyu ni dhalim, hii ni kusaidia kumwagwa damu ya kiongozi huyo. Hadha ma anna Abdullah ibn Ukaym kama qala adh-Dhahabi qila lahu suhba, pamoja na kwamba Abdullah ibn Ukaym kama alisema al-Imam adh-Dhahabi yasema kwamba ni sahabi, وقد أسلم بلا ريب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم, alisilimu bila shaka katika uhai wa mtume صلى الله عليه وسلم. وصلى خلف أبي بكر الصديق, alisali nyuma Abu Bakr as-Siddiq. وقال بايعت عمر بيدي هذه, akasema nimempa bai'a Umar kwa mikono yangu hii. وهو يعد الكلام بذكر العيوب i'anatan ala iraqati dami alharam, na huku yeye anahisabu kuzungumza na kutaja aibu za kiongozi ni kusaidia kumwagwa damu yake yenye heshima. Yeye huyo Ibn Ukaym anahisabu na kuzingatia kwamba kutaja aibu za kiongozi hii ni msaada wa kumwagwa damu yake. Falkalamu yajurru ila hadha sharri, hayo maneno machafu dhidi ya kiongozi yanapelekea kwenye shari hii ya kuuawa kiongozi huyo. Wa aktharu nnasi la yubaluna hina yatakallamun, watu wengi hawajali wakati wanaposema watu wengi hawajali wakati wanaposema, wakati wanapowazungumza vibaya viongozi, watu hawajali. Wala yadruna annahum yusaddiquna anfusahum idha intashara kalamuhum, na hawajui kwamba wanasadikisha nafsi zao hayo maneno yao yakisambaa. Maneno yao yakisambaa wajue kwamba ni kweli kwamba wanaoyasema ni machafu, wanaoyasema ni sababu ya kuhamasisha watu watoke katika taa ya viongozi. Kwa hiyo haifai kuwasema viongozi hata katika mabaraza ya kahawa, hata katika maskani za miraa. Watu wale miraa yao washibe miraa wapate madhambi, lakini pia wasizungumze makosa na aibu za viongozi. Qala ka baadhi tufailiyin, kama baadhi ya tufailiyin, wale wanaojiingiza mahali bila kualikwa ndio tufailiyin. Kana li'iyalu yasiruna khalfahu yattabi'unahu wa yusaffiqun,
walikuwa watoto wanakwenda nyuma ya hawa baadhi ya hao tufailiyin, wanakwenda nyuma yake na kumfuata, wayusafiqun, na kupiga makofi. Faftara lahum firya, akawazulia urongo huyu tufaili, akawaambia urongo wala watoto. Qala inna dara abi fulanin fi aqsa alqarya fiha at-ta'amu mabdhulun ashkalan wa ashkalan 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 akwaman fahayya asri'u. Akawaambia wale watoto, nyumba ya Abu Fulan mwisho wa kijiji kuna chakula hapo kinacholewa, aina kwa aina ya chakula, tena wingi kwa wingi vyakula hivyo. Fahayya asri'u, kwa hiyo fanyeni haraka muende kwenye chakula hicho. Fajara liyalu, wale watoto wakawa wanakwenda mbio kwenye nyumba hiyo ambayo ina vyakula hivyo. Fakana nasu idha marra bihim haula yaquluna ma sha'nukum, wakawa watu wanawapitia watoto hawa na kuwauliza ma sha'nukum, nini jambo lenu, mbona mna haraka, mnakimbilia nini? Yaqulun ad-daru allati bi tarafi al-qarya li abi fulan fiha at-ta'amu mabdhulun ashkalan ashkalan akwaman fayajri man yasma'u. Wakawa na watoto wanajibu kwamba nyumba ambayo iko nje au mwisho wa kijiji, nyumba ya Abu Fulani, kuna chakula kinatolewa pale, aina kwa aina ya vyakula, tena vyakula vingi. Fayajri man yasma'u, kila anayesikia hivyo naye anatoka mbio kufuata chakula hicho. Falamma wajada almuftari akthara an-nasi yajrun jara aidan, huyu aliyezusha urongo huo alipoona watu wengi nao wanakwenda mbio, na yeye naye ikabidi aungane nao na yeye akimbilie. Isikuwa ni kweli yale maneno niliyoambia, mbona watu wote mimi nimesema urongo, lakini mbona mji mzima kila watu wakimbilie? Isikuwa ni kweli. Faqalu walakin anta iftaraita dhalik, lakini wewe umesema urongo huo. Faqala wama yudrini la'allahu haqqun, pengine ni haki hiyo niliyosema. Kwa na yeye naye akajiunga mbio, naye akimbilia hayo maanjumati huko. Fala taftah baba fitna wala takun ba'ithan li sharrin, kwa sema usifungue mlango wa fitna na usiwe wewe sasa ni mwenye kuharikisha na kuhamasisha hiyo shari. sawa. أخرج أحمد في مسنده قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الحشرج ابن نباتة العبسي قال حدثنا سعيد بن جمهان قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه. محجوب البصر يعني هاوني. فسلمت عليه نكمب سلام. قال لي من أنت؟ akaniuliza nani wewe? Fakultu ana Sa'id ibn Jumhan. Qala fama fa'ala waliduka, mzazi wako amefanya nini? Qala qultu qatalatuhu al-azariqa. Al-azariqa wamemuua. Al-azariqa ukuchana sema hum taifa min al-khawarij, ni kundi la makhawarij atba'u Nafi' ibn al-Azraq صاحب المسائل المشهورة لابن عباس رضي الله عنهما. وهيك ni kikundi katika vikundi vya khawarij. Idhan qatalatuhu al-azariqa, azariqa ma khawarij walimuua. Qala la'ana Allahu al-azariqa, la'ana Allahu al-azariqa, Allah walani ma khawarij hao. Qala haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam annahum kilabun nar, alitupa hadithi mtume wa Allah sallam kwamba hao makhawarij ni majibwa wa motoni. Qala qultu al-azariqa wahdahum amil khawarij kulluha, nikamuuliza ni hawa azariqa peke yao au makhawarij wote ni kilabu nar? Qala balil khawarij kulluha, makhawarij wote ni kilabu nar. Qala qultu fa inna as-sultana yadhlimu an-nasa wa yaf'alu bihim, lakini huyo mfalme kiongozi anawadhulumu watu na anawafanya watu kadha. Yani haula yakhrujuna bisababi jawri, anakusudia kwamba hawa wanatoka kwa sababu ya dhulma za huyu mfalme, kwa hiyo anafanyia kadha, anawadhulumu, anawanyanyasa. Qala fatanawala yadi faghamazaha biyadihi ghamzatan wahida ashadida,
akachukua mikono yangu akaitia katika mkono wake na kama kukusanya hivi na kuufinya kukubwa. Thumma qala waihaka ya ibn Jumahan, kuangamia kwako ewe ibn Jumahan, alayka bisawadil a'zam, alayka bisawadil a'zam, jilazimishe kuwa na ahlus sunna wal jamaa, ndio as-sawadul a'zam, jilazimishe kuwa na hawa kundi moja. In kana sultanu yasma'u minka fa'tihi fi baytihi fa akhbirhu bima ta'lam, akiwa huyu mfalme, huyu kiongozi anakusikia, basi nenda mfuate nyumbani kwake, umuelezee hayo unaoyajua kwamba ni ya dhulma, ni ya kadha, muelezee. Fa in qabila minka, akikukubalia vizuri, wa illa asipokubalia, fada'hu, muache. Fa innaka lasta bi'alama minhu, sababu wewe si mjuzi zaidi kuliko yeye. Yeye kiongozi anajua zaidi anaoyafanya. Kwa hiyo kama ukiweza, nenda nyumbani kwake, umpe nasaha mubashara, usiseme vichochoroni, usiseme katika mimbar. Fa akhbiruhu bima ta'lam, fa in qabila minka, akikubalia nasaha zako vizuri, wa illa, vinginevyo kama akikataa, fada'hu, muache. Fa innaka lasta bi'alama minhu, kwani wewe si mjuzi zaidi kuliko yeye, yeye anajua zaidi anaoyafanya. وما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي توجب الكفر والخروج من الإسلام فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق. yanayotokea kwa hawa viongozi maasiya na mikhalafa ambayo inawajibisha ukafiri na kutoka katika Uislamu, wajibu katika hayo ni kuwapa nasaha. Falwajibu fiha, wajibu katika hayo, munasahatuhum, kuwapa nasaha, ala alwajhi shar'i, kwa njia ya kisheria, birifqin, kwa upole, wattiba'u ma kana alayhi salafu salih, na kufuata waliokuwa nayo watu wema waliopita, min adami tashni'i alayhim fil majalis, min adami tashni'i alayhim fil majalis, kutowatangazia mabaya hayo katika vikao, wa majami'i nnas, na mikusanyiko ya watu, wa atiqadu anna dhalika min inkari almunkar alwajib inkaruhu ala alibad, na kuitakidi kwamba hayo ni katika kukataza munkar ambao ni wajibu kukataza kwa watu. Hiyo ni ghalat, kuitakidi hivyo ghalatun fahishun, ni kosa kubwa, wa jahalun dhahir, na ni ujinga mkubwa. Yani kuelezea mabaya ya viongozi katika majalis za watu na mikusanyiko ya watu na misikitini, kwamba hiyo ndio kukataza, kukanusha munkar, hilo ni kosa. Hiyo si kukanusha munkar, bali hilo ni kosa na ni ujinga. La ya'lamu sahibuhu ma yatarattabu alayhi, hajui huyo mwenye kufanya hivyo mambo yatakayotokea juu yake, min almafasid al'idham, katika ufisadi mkubwa, fi dini wa dunia, katika dini na dunia. Kama yaarifu dhalika man nawwara Allahu qalbahu, kama anavyojua hayo mtu ambaye Allah amenawirisha na kuutia nuru moyo wake, wa arafa tariqata salafi salih wa a'immati din, na akajua njia ya watu wema waliopita na viongozi wa dini. Kwa anayejua hayo hawezi kusema mabaya na hawezi kutaja aibu za viongozi katika majami'i nnas, katika manabir, katika vichochoroni, hawezi kusema, kwa sababu anajua ufisadi wake. Kwa hiyo anayejua hayo hawezi kutaja hayo mabaya ya viongozi. Watu wanatakiwa na subra, wafanye ibada zao. Kama wanaweza kumpa nasaha kiongozi ana kwa ana, wamfuate. Hawawezi, watekeleze ibada zao na kuwaombea Mungu hawa viongozi. Allah subhanahu wa ta'ala awafanye wema, waishi na watendee wema raia zao. Wallahu a'lam.